Eneo la Kitaita pale lina leseni zilizopungua 5 mpaka 6 leseni hizo watu wanakuja kuchimba. Na bado watu wanaendelea kubaini madini, wanabaini migodi inafunguliwa kila kitu. Kama huo ambao mnaniambia umefunguliwa tu juzi. Lakini kabla ya hapo kulikuwa kuna leseni 3 na watu walishaanza kuchimba. Kwa hiyo ni eneo ambalo madini maarufu kule yanayopatikana ni madini ya dhahabu. Lakini tuna eneo la Chanjale, kata ya Chanjale ambayo inapakana na Mpwapwa na Kongwa. Ina madini sana, madini mengi ya shaba pamoja na chuma. Na tayari tuna mwekezaji yuko pale anajenga kiwanda cha kuchakata malighafi zinazotokana na shaba lakini pamoja na chuma. Kwa hiyo wilaya ya Gairo ina fursa za madini kama nilivyosema, takriban aina 16 za madini kama nilivyoorodhesha awali. Na sisi tunahamasisha sana tupate wawekezaji ambao watasaidia kuweka bidhaa zinazotokana na madini tunayo. Lakini pia tunahamasisha, kwa mfano watu wa dhahabu wanahitaji kuwa na migodi. Hii sasa hivi watu wanachimba tu kienyeji, wanahitaji watu ambao watakuja kuweka pressure ya kuweka vifaa vya kisasa vya kuchimbia, lakini pia kusafishia kwa maana crusher na nini vitu kama hivi. Kwa hiyo bado tuna changamoto hiyo. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa sababu eneo la Gairo lilikuwa ni eneo ambalo kila mwaka kila mara limekuwa likibuka hasa kwenye madini ya dhahabu. Tunategemea sasa wawekezaji wakubwa waje kustadi kwa kina, lakini waje na mitambo ya kisasa ili sasa tuone thamani ya haya madini yanapoweza kunufaisha wananchi wa wilaya ya Gairo, lakini pia maeneo ya jirani. Na kwa kweli sisi tunafurahi kwa sababu unapoibuka migodi kama hivi inasaidia watu wanapata nafasi ya kufanya shughuli, wako wanaoweka vyumba kwa ajili ya kulaza wageni wanaotoka maeneo mbalimbali, wako wanaopika chakula, wako watakauza maji kwa watu wanaokuja kwa maana ya kuoga, kunywa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni tukua na mgodi mahali kunakuwa na msisimko wa uchumi. Mnyororo wa thamani unaonekana kuanzia mtu wa chini kabisa mpaka mtu wa juu. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuhimiza wadau wengi kujitokeza kwa wingi, na watu ambao wanaweza kuja kutafiti kwa kina kujua tuna kiasi gani cha madini hayo na madini mengine. Lakini pia tunaomba wenzetu wa kifedha kutusaidia kutulinki na wawekezaji wakubwa ambao watatusaidia sasa, badala ya kuja kuchukua raw material, watusaidia sasa kuja kuweka viwanda ambao vitasaidia haya madini sasa kuongeza thamani yake, badala ya madini kuondolewa na kupelekwa maeneo mengine. Kwa mfano kwangu kwa China wako wengi sana wanafuata hizi quartz, wanazibeba wanazisafirisha. Yaani tunatamani sana tujue hizi quartz tunafanya nini na kuhamasisha viwanda vya hayo madini kuja kuwekeza Gairo. Lakini mipango ambayo tunayo kama wilaya tayari na mkoa, nimeona na napongeza sana mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Adam Malima ameandaa documentary ya uwekezaji kwa wilaya zote na halmashauri zote za mkoa wa Morogoro. Na sisi wakuu wa wilaya tulipata nafasi ya kueleza fursa zinazopatikana katika wilaya zetu, ikiwemo kilimo, uwekezaji katika maeneo ya madini na maeneo mengine. Lakini pia kama wilaya tumejipanga, tuna tamasha letu ambalo huwa tunalifanya kila mwaka la Samia Kilimo Expo, ambayo lengo ni kuhamasisha shughuli zinazotokana na mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Na mwaka huu tumepanga kufanya mwezi wa 10. Miongoni mwa component ambazo zitakuwepo ni pamoja pia na kutangaza baadhi ya vitu vinavyopatikana Gairo ikiwemo madini. Lakini ukiacha hiyo, mwezi wa 11 mwishoni tuna tamasha la utalii ambalo litajulikana kama Ukaguru Tourism Festival, ambao pia na yenyewe nataka kutangaza vivutio vya utalii sanjari na vivutio vya uwekezaji katika sekta ya madini na maeneo mengine. Kwa hiyo ndio mikakati ya kiwilaya kueleza fursa zinazopatikana katika wilaya yetu ya Gairo. Kwa tumekushaanza na bado tunaendelea na ishi ya namna hiyo. Lakini jambo jingine ni wahakikishie wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi kwamba wilaya ya Gairo itakuwa tayari na ipo tayari kuhakikishia usalama wananchi wote na wadau wote wanaokuja kuwekeza katika sekta mbalimbali wilaya ya Gairo. Na hata wa madini wenyewe mtafahamu kwamba hatujawahi kupata mgogoro wowote. Watu wanapofuata sheria, kanuni na taratibu, basi serikali na walinda kufanya shughuli kwa kufuata sheria. Lakini wale ambao wanakiuka sheria, mtu huna leseni ya uchimbaji, huna leseni ya utafiti, unataka kuja uchukue madini, wewe ni mhalifu kama wahalifu wengine.